Rock Stars, Sport Next Level. Tongea naye hapa. Mzee Data? Yeah. Uko salama kabisa? Mimi niko vizuri, namshukuru aliyetuumba. Bila shaka na wewe uko vizuri? Mimi nashukuru Mungu niko salama kabisa. Hakika. Naam. Mzee Data, tunafahamu ya kwamba tayari mnyama Simba yuko Morocco kwa ajili ya mchezo wa kwanza dhidi ya RS Berkane. Hapa natamani kufahamu kwa uchache sana kama kawaida yetu. Small details kuelekea mchezo huo. Hii inasaidia pia hata Simba kujua jinsi gani wanakwenda kuwakabili wapinzani wao. Hapa kama una jambo lolote, small details zile unataka mwenyewe kuelekea mchezo huo, unalipi siku ya leo? Kiukweli kwenye hizo small details tunasema taarifa vile vidogo lakini vina manufaa kwa timu ni viko vingi. Na naamini kuhusu Simba, benchi la ufundi chini ya Fadlu Davids wako vizuri mno katika eneo hili. Kwa hiyo hapa tunakumbushana, hususan kwa mashabiki ambao pengine wasipate wasa wa kuvijua vidogo. Lakini kwa benchi la ufundi la Simba, ondoa shaka. Mimi ninafahamu vizuri Fadlu Davids miongoni mwa maeneo yuko vizuri sana ni katika masuala haya. Kukusanya taarifa za wapinzani, kujua ni taarifa hizo zinasaidia vipi timu yake, kwa maana weaknesses kuweza kuzitumia kwa ajili ya manufaa ya Simba, lakini maeneo walio imara sana kujua namna gani ya kukabiliana nao wanafahamu. Kwa hiyo binafsi sina shaka juu ya benchi la ufundi kuhusu hilo. Kwa hiyo hizi tunazungumza hapa, labda kama watazipata zitakuwa nyongeza ya kuwakumbusha, lakini kimsingi mimi naamini kwa 100% au zaidi kwamba wanafahamu. Lakini ni burudani pia kwa wafuatiliaji wako jukwaa hili J&R Mtita TV, rafiki namba 1 wa burudani na michezo, kwamba wakivijua itawasaidia hiyo siku wale tukobahatika kuwepo uwanjani kule Morocco kuangalia mechi live uwanjani, au wale tukofuatilia matangazo mubashara kupitia TV mbalimbali ikiwepo ya Azam. Ni dhahiri kwamba wakiwa na hizi zitawasaidia kufaidi zaidi siku ya mechi hiyo. Sasa kwa sababu hiyo leo hii ambacho naweza kugusia zaidi ni juu ya wachezaji ambao hutumika zaidi kwenye kikosi cha kwanza cha RS Berkane, kwa maana zile mechi 6 za hatua ya makundi, mechi 2 za robo finali na mechi 2 za nusu finali, na sasa kwa finali kwenye mechi 10. Wale ambao hucheza mara kwa mara ndani ya kikosi chao, ni maeneo yapi mipira hupitishwa sana, na hilo tutalijua kwa kuona wachezaji wanaogusa zaidi mipira. Na nafikiri katika mjadala huu nisigusie wote kwa sababu inaweza kukulia muda wako. Lakini nitajitahidi kuwataja wale ambao walau 2 3 ambao wanagusa sana mipira. Unajua anayegusa sana mipira utamjua vipi? Ni kwa kujua kila muda gani anagusa huo mpira, halafu matokeo yake utajua kwamba huyu mchezaji A anagusa sana mpira, maana RS Berkane tabia yao ya kucheza mipira upita zaidi katika eneo hilo, kwa sababu tutataja pia na nafasi. Nadhani ndo ambayo leo tunaweza tukalizungumza, au vipi? Kweli kabisa. Lakini vile vile tukishajua anaigusa sana mipira, si vibaya tukajua ambaye yeye akiwa uwanjani hauhusiki sana, maana tunasema game involvement. Yule anaigusa sana mipira maana yake anahusika sana kwenye mchezo. Hahusiki sana. Kama hahusiki sana, kwa nini huwa ni mchezaji muhimu? Tutajaribu kugusia. Naam. Yes. Sasa kwa kuanzia tukumbuke kuhusu mfumo wa kocha Moin Shaaban wa RS Berkane. Mara nyingi kwenye mechi tough, mechi decisive za maamuzi kama hii ya finali dhidi ya Simba, mechi ya kwanza itakayochezwa Morocco, ambayo bila shaka kila mmoja atatamani ashinde kwake. RS Berkane kwenye kucheza kwao watatamani kushinda dhidi ya Simba kwa sababu wanajua mechi ya marudiano itakayofanyika tarehe 25 Simba ndio atakuwa na advantage kwa sababu yuko nyumbani kwake. Kila mmoja ana faida ya kucheza nyumbani, lakini inategemea ulivyojipanga namna ya kucheza, kwa sababu unaweza ukapata matokeo mazuri kokote kule, kutegemea tu namna ulivyojipanga. Sasa kwenye mechi zenye sifa hilo kutoka kuelezea, imeonekana katika michuano hii ya kombe la shirikisho barani Afrika kwa msimu huu 2024-25, kocha Moin Shaaban hupanga kikosi chake baada ya golikipa anakuwa na walinzi 4, anakuwa na kiungo mmoja, alafu anakuwa na viungo tena 4, alafu na mshambuliaji mmoja. Kwa hiyo kunakuwa kwenye mistari, ukiondoa golikipa kunakuwa na mistari 4, yani 4-1-4-1. Nadhani umeelewa vizuri. Vizuri. Maana yake ni nini? Ni kwamba wanaposhambuliwa mara moja wanakuwa na watu 5, kwa sababu ule mmoja anaungana na hawa 4 wa nyuma kufanya ukuta watu 5, lakini wakati huo wanapata support kutoka kwa wale viungo wengine 4 wa mbele ya huyu mmoja ambao wana drop kuja kuongeza idadi. Wanakuwa na mshonano mkubwa kiasi ya kwamba wapinzani wakose fursa ya kufikia golikipa wao. Ndio maana ishangazi kuona RS Berkane ndio timu iliyoruhusu mabao machache zaidi, imeruhusu mabao 2 tu. Ndio timu iliyofunga mabao mengi zaidi, mabao 18, kwa sababu wanaposhambulia kwa mnyumbuliko huu wanakuwa wengi. Wale 4 wanaungana na ule mmoja wa juu wanakuwa 5. Wakipata support na mabeki wa pembeni wanaenda kuwa na idadi kubwa zaidi. Sasa
Kwenye kikosi chao kwa kawaida, miongoni mwa wachezaji ambao huanza ni golikipa Moner Mohamed, namba 2 ni Haitham Manyuiti, namba 3 huwa ni Hamza El Musawi. Alafu katikati hapa nazungumzia wale watu wanne, kuna Abdelhak Asal, lakini vile vile kuna mmoja anaitwa Adil Tahif, ndo mabeki wa kati. Ama kaka mkubwa akiwa fiti na odha wao. Hapa nazungumzia Isufu Dayo, ndiye hucheza katika wawili, mmoja wapo anacheza hapa katikati. Isufu Dayo ni miongoni mwa wachezaji muhimu sana, mchezaji kimataifa kutoka Burkina Faso, ndiye nahodha. Mataji yote mawili waliochukua ya kombe la shirikisho, maana wametoa mataji mawili, yeye alikuwa amechukua. Washawahi kuchukua Super Cup, yeye alikuwa. Na msimu amechukua ligi kuu ya Morocco, amechukua. Kwa hiyo akiwa fiti anaweza kacheza hapa. Lakini yule mmoja sasa anayewalinda, huyu anaitwa Mamadou Lamine Camara, mchezaji wa kimataifa wa Senegal, ndiye anakuwa mbele yao. Lakini asipocheza yeye, anacheza Reda Haji ambaye ni mchezaji wa kimataifa wa Morocco, anacheza hapa. Lakini mbele yao kuna viungo tena wanne. Katikati kuna Yasin Labiri, lakini pia anakuwa na Ayubu Khairi, wale wawili katikati. Alafu kulia na kushoto kwenye nafasi ambayo tunaweza kusema kwa mawinga, kuna Yusuf Mehri, alafu kuna Paul Bassene upande wa kulia. Asipokuwa Bassene, anacheza Zigudi upande wa kulia. Alafu mshambuliaji kinara ni Osama Lamli. Hiki ndio kikosi chao, kwa maana baada ya golikipa ni 4-1-4-1. Mabadiliko yanaweza kutokea katika baadhi ya maeneo kulingana na sababu mbalimbali. Kwa mfano huyu beki mbili ambaye ni Haitham Manyuiti, taarifa zilizopo ni mgonjwa na kupona kwake matarajio ni mwishoni mwa mwezi. Kwa hiyo kuna uwezekano akakosa mechi zote mbili, lakini kwenye kikosi ambacho huanza mara kwa mara yeye anakuepo. Aliumia dakika 14 katika mechi ya nusu finali ya kwanza ya pili waliofungwa 1-0 kule Algeria na Ses Constantine, akatoka na ndio majeraha ambayo huenda yakamweka nje. Akicheza na maana atakuwa anacheza ametoka kuumwa. Kwa hiyo nayo itakuwa ni vizuri kufahamu hilo. Sasa katika kucheza kwa huku, mchezaji anayegusa mipira zaidi tutamtambua vipi? Ni kwa kuchukua wastani wa dakika alizocheza, tutagawanya kwa mipira alivyogusa, alafu wastani wake ule ndio utajua huyu anagusa zaidi mipira. Kwa lugha nyingine, tutapata kitu kinaitwa minutes per touch, MPT. Upo? Minutes per touch kwa sababu ni dakika gawanya kwa miguso, ndio utapata dakika ngapi mchezaji hutumia au muda upi kugusa mpira. Yule ambaye anatumia dakika chache kugusa mpira, manake ndo anagusa mipira mingi. Nadhani tumeelewana vizuri kabisa. Sababu kigawanyo chetu, manake juu tunaika dakika, chini tunaika miguso. Kigawanya, kwa hiyo kigawanyo kikiwa kidogodogo, huyo ndo anagusa mipira mingi. Sasa kwa mtindo huu utagundua, na nimefanya hivyo kwa sababu gani? Uwezo ukasema miguso ya jumla, kwa sababu unaweza kupata miguso mingi, kumbe mchezaji amecheza dakika nyingi. Alafu kuna mwingine unaweza kaona miguso labda kwa kuhitaji ni michache, kumbe kacheza dakika chache, ndio huyu ndo anayegusa zaidi akiwa uwanjani. Sawa. Nadhani tumeelewana vizuri. Kula vizuri kabisa. Sasa kwa kuangalia mtindo huu utagundua katika kikosi kilichotoka ukitaja, kwenye mechi hizo walizocheza 10 mpaka wamefika finali wakifunga mabao 18, wakiruhusu mabao mawili, anayeongoza kugusa mipira zaidi akiwa uwanjani ni beki mbili wao Haitham Manyuiti, mgongoni namba 20. Yeye kama taarifa hizi kwamba ni mgonjwa ziko hivi maki hata kuwepo kwenye mechi hii, lakini ni kwamba yeye ndo namba 1 kwa sababu amecheza kwa dakika 733, akagusa mpira mara 601. Ukigawanya vizuri kwa hiki nilichotoka kukieleza, utagundua anagusa mpira kila baada dakika 1 na sekunde 13. Haitham Manyuiti huyu ndiye namba 1 katika kugusa zaidi mipira. Mzee Data, baada ya huyo mwingine ambaye anagusa sana mipira mingi na inamhusisha yeye ni beki wa kati, anaitwa Abdelhak Asal, mgongoni nambari 15. Yeye mpaka sasa ameshacheza kwa dakika 606, lakini kagusa mpira mara 467, ambayo ukigawanya vizuri kile tunachosema minutes per touch, utagundua anagusa mpira kila baada ya dakika 1 na sekunde 17. Huyu ndio wa pili baada ya Haitham Manyuiti, ambaye huenda asicheze mechi hii kwa sababu zile taarifa za ugonjwa. Kwa hiyo ukimwondoa Manyuiti, manake huyu akiwepo uwanjani ndo namba 1 kwa mipira kumuhusisha, ambaye ni beki wa kati kama nilivyotoka kueleza. Mwingine anayefuata hapo watatu. Mwingine anayefuata ni beki tatu. Beki tatu anaitwa Hamza El Musawi. Huyu yeye amecheza kwa dakika 573, lakini mpira amegusa mara 433. Kwa hiyo ukigawanya ile dakika, gawanya kwa miguso, utapata anagusa mpira kila baada ya dakika 1 na sekunde 19. Beki tatu. Mgongoni yeye nambari 19. Na wanne hapo sasa. Unataka na wanne? Wanne sasa ni kiungo. Hapo unajua tumezungumzia eneo la
build up ambako ni walinzi, na ndipo ambako imeonekana mipira ndo wanagusa zaidi. Sasa kwa sababu kwenye mpira unajua kuna build up phase, eneo la ujenzi wa mashambulizi kuanzia nyuma kwa mpira wa kisasa, golikipa Munir Mohamed kuanzia hawa, huyu wa kulia Haitham, au katikati Asal au Hamza El Musawi. Lakini kwenye progression ndiko ambako kuna mtu ambako ni katikati, unazungumzia eneo la kiungo, ambapo hapa unamkuta kiungo anaitwa Yasin Labiri. Yeye amecheza kwa dakika 806, lakini kugusa mpira amegusa mara 595. Ukichukua zile dakika zetu ukigawanya kwa miguso utapata ni dakika 1 na sekunde 21, ndo anayefuatia wanne kwa kugusa mipira zaidi. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, eneo ambalo mipira unaona inachezwa sana wakijua wachezaji wa Simba, hasa kuanzia eneo la kati la kiungo na kwenye ushambuliaji, manake ni kwamba kwenye kufanya pressing, ile shinikizo, pindipo RS Berkane wanapoanzisha mipira, manake ni kujua mipira inaanzishwa zaidi eneo lipi. Beki mbili, beki wa kati, beki wa kushoto, alafu kwa kiungo katikati ambaye ni Yasin Labiri. Hapo Mzee Data. Umezungumzia kwa wachezaji ambao wanagusa sana mipira. Na tafsiri yake hao ndio kuchungwa sana. Pengine nilikuwa natamani kufahamu. Hakuna mchezaji yoyote ambaye yeye sio mtu sana kugusa na mpira lakini ni hatari, ambako pengine Simba wakimwacha huyu pengine watawadhuru. Swali zuri. Hawa naposema wanagusa sana imaanishi watu hatari sana. Kwanza hapa lazima tuweke wazi. RS Berkane kikosi chao kuanzia golikipa mpaka mshambuliaji kinara ambaye ni Osama Lamlewi mgongoni namba 9, wote hatari. Hii lazima tuliweke vizuri. Isipokuwa hawa ninowataja ndio mipira huwa wanaigusa zaidi. Kwa hiyo ina maana unaweza kaona ukapata kodi hapa juu ya namna wanavyojenga mashambulizi yao. Unajua Berkane sio timu au chini ya maelekezo ya kocha wao Mwinyi Shaaban ya kupiga pasi nyingi, yani kupiga mwingi, soka sambusa, soka biriani, la hasha. Sasa katika muda mfupi wanaokuwa na mpira katika kujenga mipango ya mashambulizi kuja kukushambulia, mipira huwa inapitishwa wapi? Ndio maana hapa tunajaribu kugusia kwa kutaja majina yanayotoka kwa wataji wachezaji na nafasi zao. Unakuta ni beki mbili, beki wa kati, beki tatu ambayo ni wa kushoto, ina maana kulia, kati, kushoto, na huyu kiungo mbele ambaye ni Yasin Labiri. Haimaanishi wengine wanacheza wanagusa, ila hawa wanagusa zaidi. Ukiangalia kwa muda waliopata wa kucheza katika michuano hii ya kombe la shirikisho kwa mechi 10 kuanzia 6 za hatua ya makundi, 2 robo finali, 2 za nusu finali mpaka wamefika finali. Lakini ukimtaka mchezaji hatari zaidi, maana yake ni yule ambaye analeta madhara kwa timu pinzani. Yaani unapokwenda kucheza nao. Hapa kwa Watanzania, kwa wekundu wa Msimbazi Simba, tunazungumzia Simba mnyama ya kocha Fadu Davis inakwenda kucheza na RS Berkane. Yule ambaye huleta madhara zaidi, yeye ndiye ambaye hagusi mipira zaidi. Hapa napo pana kitu. Kwa swali lako, huyu ni Osama Lamlewi, mgongoni nambari 9, ni mshambuliaji kinara katika mfumo uliotoka kuambiwa baada ya golikipa ni 4-1-4-1. Ile moja ya juu ndo huyo Osama Lamlewi mgongoni namba 9. Hagusi sana mipira. Yeye mpaka dakika hii, dakika alizocheza ni 443. Kwa hiyo unagundua katika mechi zote alizocheza RS Berkane ni dakika 900, kwa sababu mechi 10 kuanzia hatua ya makundi 90 mara 10 ni 900. Yeye kacheza dakika 443, yani pungufu ya 50%. Kwa hiyo ni 40% na around 50%, lakini pungufu kwa sababu dakika 443. Ingekuwa nusu ambayo ni 50%, ingekuwa dakika 450 kwa sababu ni 900 gawanya kwa 2. Yeye chini ya 50%. Lakini kagusa mpira mara 144 tu. Kwa lugha nyingine, uwanjani anaonekana kama hayupo, kwa sababu ukigawanya vizuri hapo utachukua hizi dakika nilokuambia alizocheza katika mechi 7, yeye amecheza katika mechi 10. Dakika 443 gawanya kwa miguso yake 144, ile minutes per touch tuloisema MPT, utapata dakika 3 na sekunde 4 ndipo kwa wastani anagusa mpira akiwa uwanjani. Hatari yake sasa mchezaji huyu, mabeki wanaweza kujikuta au yeyote anayekuwa karibu naye akamchukulia poa, kwa sababu hahusiki kihivyo katika mchezo. Yeye ni mshambuliaji kinara, ni mwizi huyu, ni muongo, mjanja sana, sema utakavyo. Kwa hiyo anaonekana kama hayupo. Wakati mwingine kisaikolojia, unapomkaba wewe ndo beki Chris, mchezaji wa aina hii, ni rahisi kutoka nje ya mchezo ukiamini sio kiiva, alafu kajipa majukumu mengine sio kuhusu yeye ukamwacha. Kosa. Kwa mtindo huu, Berkane amefunga mabao 18. Huyu kapiga mashuti 22. Katika mashuti 22 aliyopiga, 8 amelenga shabaha, kafunga mabao 4, katoa assist 1, kasababisha penalti 1. Jumla hapo unaweza kuona kwenye mabao yanakuwa ngapi jumla hapo? 6. Berkane amefunga mabao 18. Sasa katika yale 6 kati ya 18 ukiweka katika goal contribution total, yani kwa maana ya aliyofunga mwenyewe na assist na penalty aliyosababisha,
utagundua ni 33.333 to infinity, around 33%, kwa sababu teka 6 chini 18 zidisha kwa 100. Sasa unaweza ukaona alivyokuwa na madhara makubwa, lakini hausiki kihivyo katika mchezo. Kumbuka cheza yake yeye ni around 48-49, kwa sababu nikwambia dakika alizocheza 443 kati ya dakika 900 ambazo timu imecheza. Kwa hiyo uhusika wake kwenye mechi kwa ujumla ni chini ya 50, lakini miguso yake kwenye mechi ni wastani wa kila baada ya dakika 3 na sekunde 4, ila madhara yake sasa balaa, kwa sababu ni 33%. Kwa sababu hiyo, kwa kujua mipira huwa inapita wapi, alafu mtu hatarishi ni upi kwa kugusa mipira michache, ni huyo Osama Lamli, ambaye kwa haya niliyozungumza maana yake ni kwamba kwenye safu ya ulinzi ya Simba, lakini yeyote kiungo wanapokabiliana na yeye mchezaji huyo Osama Lamli asijisahau, kwa sababu mchezaji ambaye unajua unamkaba, kwa mfano unaamua kufanya man marking kwa sababu yeye ni hatari zaidi, alafu dakika 3 na sekunde 3 hagusi kabisa mpira, ni rahisi kisaikolojia ukajikuta unamuacha, alafu unajihusisha na majukumu mengine yasiyo yako, kwa sababu unaona huyu unayemkaba hana machachariki hivyo, hausiki kwenye mpira. Kosa, kwa sababu kwa kufanya hivyo ndipo ambapo amefunga mabao 4, akatoa assist 1, akasababisha mkwaju wa penalty 1. Ni fundi alijiunga na RS Berkane mwezi wa 7 2023 akitoka katika klabu ya Mohammedia ya kule Morocco. Ni mchezaji hatari, ingawa hausiki hivyo katika kugusa mipira. Shukrani sana. Shukrani jazilan. Mbwaduke Stats, Sport Next Level.